Tuna wasomi wengi sana. Je, hawa wasomi tumewaandaa kuja kusaidia jamii zao? Au tumeandaa kundi la watu wengi kusahau sehemu wanazotoka? Ni kitu ambacho hakipingiki ya kwamba ofa haiwezi kukizi matumizi au haja zako unazozihitaji. Pengine ikawachanganya au pengine nikaeleweka sehemu ambayo natakiwa kueleweka. Serikali haiwezi kuajiri vijana wote ambao inatumia nguvu kubwa sana kuwasomesha vyuo vikuu na vyuo vingine. Serikali inatakiwa ilete mpango wa vijana kuwapa walete maandiko yao ya miradi, pengine na makampuni yao ambayo wanadhani wataweza kutatua changamoto ya ajira. Hii huenda ikawa ni mwafaka wa serikali kutumia nguvu kubwa sana kupambana na vijana ambao ni jobless. Na hii itatufanya kutumia nguvu ya wasomi. Hii itatufanya kutumia zao ambao tumelizalisha kwa pesa nyingi sana. Kumbuka kwamba serikali imetumia pesa nyingi sana kusomesha wanafunzi toka shule ya msingi mpaka chuo kikuu, lakini unajikuta pia wanapomaliza chuo kikuu ndio inawaachia juu kwa juu ambapo haiwezi kuwapata ajira na kugeuka vijana kuwa kama vile hawakuwa na kitu chochote. Hatuwezi kuwa na taifa ambalo halina mwendelezo mzuri wa kesho na kesho kutwa. Msomi anayesoma leo hajui kesho atakuwa wapi. Lakini tunachohitaji ni kwamba vijana sasa kabla ya kumaliza vyuo vikuu walete maandiko yao, aidha ya makampuni au ya miradi, ipelekewe serikali na iweze kujadili jinsi gani ya kwenda kuwasaidia hawa vijana. Hawa vijana wanatakiwa wapewe mitaji, na hata kama vile wakianzisha miradi yao au makampuni yao, basi wapewe muda hata wa miaka 2. Kama kijana aliweza kusoma miaka 3 ili aweze kupewa cheti cha kutambuliwa kwamba amesoma elimu yake ya chuo kikuu au chuo chochote, kwa nini sasa asipewe muda wa kuweza kupata mwanga mzuri na kuweza kurejesha mikopo ya serikali? Vijana wanahitaji wawezeshwe, vijana wafuateni, walete maandiko, waweze kutatua tatizo la ajira.